Nukta ya tano ambayo tutamalizia ni kwamba wanaolaumu Uislamu kwa kuruhusu talaka ni kana kwamba wanadhani kwamba talaka haikuwepo, Uislamu ndio dini ya kwanza kuruhusu. Hali ya kuwa tukiangalia historia tunaona kwamba talaka ni jambo kongwe kama ndoa yenyewe, kama anavyosema mwanafalsafa na mwandishi wa Kifaransa Voltaire amenukuliwa katika kitabu Al-Mar'atu fi Dhilli al-Islam kwamba hakika talaka ilikuwepo pamoja na ndoa katika zama moja. Yani talaka na ndoa zilikwenda pamoja, sio kwamba talaka imechelewa, kwanza kulikuwa kuna ndoa baadaye Uislamu ndio kaanzisha talaka. La, talaka ilikuwepo. Uislamu ulipokuja, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja aliikuta talaka, lakini talaka ambayo ilikuwa ina dhulma, inamnyanyasa mwanamke. Uislamu ukaja kuregulate, kuboresha, kuratibu talaka. Sio kwamba ulianzisha talaka. Talaka ilikuwepo miaka 3000 BC kabla ya kuzaliwa Kristo kwa Wamisri wa kale. Talaka ilikuwepo kwa Wayunani wa kale miaka 620 BC before Christ. Kanisa ilikuwepo kwa Wababilon, kanuni ya Hammurabi mfalme wa Babylon mwaka 1750 before Christ. Talaka ilikuwepo. Kwa hiyo Uislamu uliikuta talaka katika jamii mbalimbali, sio Arabuni tu, hata Arabuni pia Uislamu uliikuta talaka. Ndio maana Uislamu ukaeka kikomo cha talaka. Kabla hakukuwa na kikomo cha talaka. Uislamu ulimkuta mwanamume alikuwa aweza kumwacha mkewe, mke anakaa eda, kabla eda haijaisha anamrudia, halafu anamwacha tena. Anakaa eda, kabla eda haijaisha anamrudia, anamwacha tena. Yani anamtesa. Yeye hana kazi naye wala hamruhusu akaolewe na mume mwingine. Uislamu ulipokuja ukasema talaka mwisho 3. Hii ni kwa ajili ya kuwalinda wanawake wasinyanyaswe na wanaume waofu. Kwa hiyo Uislamu haukuanzisha talaka. Uislamu ulikuja ukaikuta talaka. Ulichofanya ni kuboresha kanuni za talaka, kuweka kanuni adilifu ambazo hazitamtesa mwanamke kama ilivyokuwa zamani. Kwa machache haya tutasimama hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.